Tanzania na Korea Kusini zimeripotiwa kufikia makubaliano ya kushirikiana kuwekeza zaidi ya dola milioni 16.5 za Kimarekani katika ujenzi wa kituo cha teknolojia ya madini nchini Tanzania. Lakini swali linalojitokeza ni hili. Je, ushirikiano huu unatija kiasi gani kwa sekta ya madini na uchumi wa Tanzania kwa ujumla? Mnamo Agosti 21 mwaka 2024, Waziri wa Madini Anthony Mavunde alieleza kuwa kwa miaka mingi Tanzania imekuwa ikiuzia soko la kimataifa madini katika hali ya ghafi bila usindikaji wa kutosha. Kwa mujibu wa waziri huyo, hali hiyo imekuwa ikiifanya nchi kukosa kunufaika kikamilifu na thamani halisi ya rasilimali zake, hususan katika mnyororo wa thamani wa madini. Katika kukabiliana na changamoto hiyo ya uongezaji thamani na teknolojia ya usindikaji wa madini, macho sasa yanaelekezwa kwa Korea Kusini. Kulingana na takwimu za Benki ya Dunia, Korea Kusini ni miongoni mwa nchi zilizoendelea kwa kasi katika sekta ya viwanda na teknolojia ya uzalishaji, ambapo sekta ya uzalishaji wa viwanda imekuwa mhimili muhimu wa ukuaji wa uchumi na biashara ya kimataifa ya nchi hiyo. Ni katika muktadha huo ndipo Tanzania na Korea Kusini zinaonekana kukutana kimkakati kwa lengo la kubadilishana uzoefu, maarifa na teknolojia katika sekta ya madini. Taarifa iliyotolewa na ukurasa rasmi wa Instagram wa Waziri wa Madini Anthony Mavunde baada tu ya kukutana na ujumbe wa Korea Kusini tarehe 26 Januari mwaka 2026 inaeleza kuwa uwekezaji huo utalenga ujenzi wa kituo cha teknolojia ya madini, kuongeza uwezo wa wataalamu wa ndani, kuimarisha tafiti za kisayansi pamoja na kuzingatia mifumo ya ESG, yaani mazingira, jamii na utawala bora. Uwekezaji huo wenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 40 za Kitanzania unaelezwa kwenda sambamba na malengo ya serikali kupitia Dira ya Maendeleo ya 2030, ikiwemo kuongeza eneo la utafiti wa madini na kuongeza mchango wa sekta ya madini katika uchumi wa taifa. Hata hivyo, swali kuu linasalia. Je, ushirikiano huu utafanikiwa kuibadilisha Tanzania kutoka kuuza madini ghafi hadi kuongeza thamani, kuunda ajira na kukuza mapato endelevu kwa manufaa ya taifa? Tupatie maoni yako.